Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Leo nitakusimulia riwaya ya Heri. Asubuhi moja, jua lilipokuwa linachomoza na sauti za ndege zikisikika, alionekana kijana mmoja akitembea kuelekea kituo cha basi. Kijana huyo alikuwa akisukuma mkokoteni uliokuwa umejaa kokoto za mawe. Alikuwa akiimba, utafuta kazi tabu, ukiikosa tabu, ukiipata kazi pia tabu. Heri, heri, heri iko wapi duniani? Utafuta pesa tabu, ukizikosa tabu, ukizipata pia tabu. Heri, heri, heri iko wapi duniani? Kuishi msituni tabu, maisha kijijini tabu, kukaa mjini nako pia tabu. Heri, heri, heri iko wapi duniani? Ujana bila kazi tabu, utu uzima bila nyumba tabu, uzee bila hifadhi pia tabu. Heri, heri, heri iko wapi duniani? Mwanafunzi mmoja aliyeitwa Heri alipomsikia akasema, mbona huyu analiimba jina langu? Heri kamkosea nini? Lakini jamaa aliendelea kuimba. Heri alisikiliza, baadaye akasema, maneno yake ni kweli. Hata elimu kuitafuta tabu, hata ukiikosa ni tabu. Sijui kiipata mambo yanakuwaje. Wimbo wa yule kijana ulimfikirisha sana tabu aliyokuwa akiipata kutokana na kuisaka elimu. Alikumbuka jinsi siku ile alivyokuwa kaamka asubuhi mapema, akaondoka pasipo hata kupata kifungua kinywa. Sasa alikuwa amekwishakaa kituoni kwa zaidi ya nusu saa. Kila basi lililopita lilikataa kuwachukua wanafunzi. Kusoma taabu kweli. Alisikitika kugundua kwamba nia yake ya kuwahi shuleni hataweza kuitimiza. Akapiga miayo na kusema, ni faida gani nimepata kwa kuwahi hapa kituoni namna hii? Si heri ningeamka nikachemsha chai na kunywa ndipo niondoke? Kama fimbo au adhabu za walimu shuleni tumezizoea. Sasa magari 10 hivi yalikuwa yamepita bila kumchukua hata mwanafunzi mmoja. Kadiri muda ulivyokuwa ukipita, idadi ya wanafunzi iliongezeka. Magari nayo yalizidi kuadimika. Baadhi ya magari ya abiria hayakusimama. Wakati kila mtu alipokuwa anaanza kukata tamaa, likatokea basi moja na kusimama. Hata hivyo, lilibeba watu wazima tu. Katika harakati za kugombea gari, mwanafunzi mmoja wa kike alianguka kwenye matope. Msichana akajizoazoa kutoka kwenye matope. Mmoja wa wanafunzi wenzake akasema, pole sana Rehema, je, umeumia? Akamuuliza, hapana, sikuumia hata kidogo, akamjibu. Lakini umechafuka sana, utazamiki kwa uchafu, huwezi kwenda shuleni hivi, akasisitiza. Nitaonekana kituko eti? Akasema Rehema. Tena hata kwenye gari kila mtu atakukwepa, akaunga mkono. Sasa utafanyaje? Akamuuliza. Sasa narudi nyumbani nikabadilishe hizo nguo, nitawakuta shuleni, akasema Rehema. Basi nenda haraka usipoteze muda.
tukipata gari utatukuta shuleni, akamhimiza. Rehema akaondoka haraka haraka. Muda mfupi baadaye lilikuja basi na kondakta aliamua kuwasaidia wanafunzi. Kisha akawaambia wale wanafunzi, nitachukua wenye nauli kamili tu. Haya, mwenye shilingi 150 aingie. Heri naye alikuwa miongoni mwao. Wote walioweza kulipa wakaingia kwenye gari na kukaa. Gari likaondoka. Lilipofika kituo cha pili na cha tatu, mambo yalikuwa hivyo hivyo. Katika kituo cha 4 aliingia mwanafunzi mmoja na wazee wawili. Mmoja kati ya wale wazee wawili alipoingia ndani ya basi, alikaa kiti cha mbele, na wa pili alielekea nyuma akiamini kuwa angepata kiti cha kukalia. Aliendelea hadi mwisho wa basi. Hakuona kiti kitupu, wala hakuna mwanafunzi aliyempisha kiti mzee yule. Alitupa macho huku na kule, lakini hakuna mtoto aliyetaka kumwachia kiti. Kwa muda wote hakukuwa na dalili ya kupata kiti. Ama kweli kizazi hiki ni cha ajabu sana. Heshima iko wapi? Akajisemea. Kisha akasema, kijana, akimwashiria kondakta, njoo. Akamwita ili amsogelee. Mimi sio kiziwi mzee, wewe sema tu nami nitasikia, akajibu kondakta. Jibu hilo lilimkasirisha mzee yule, na ndipo akasema sauti kubwa, wapi kiti nikae? Kiti gani? Si hali unaiona mzee? Kiti nikipate wapi? Akamjibu, kama kiti kipo si ukae, na nikakuzuia mzee. Mzee kusikia hivyo akapepesa macho na kumwona mtoto mmoja, akamsogelea na kumshika mkono akisema, wewe sawa na mjukuu wa mtoto wangu, nipishe nikae. Mtoto akakataa kwa kichwa. Hatimaye kondakta akamsogelea yule mzee na kumdai nauli kwa kusema, toa nauli. Mzee alishtushwa na akajibu, wewe vipi lakini? Una wazimu? Ala, mzee, yaani kufanya kazi yangu ni wazimu? Toa nauli. Mzee akasema, silipi nauli mpaka nipate kiti kwanza. We mzee vipi? Hili ni basi la mjini babu, kuketi si lazima. Nauli yangu sikupi, akasisitiza mzee. Hapo ndipo zogo lilipoanza. Kondakta akasema, utatoa hutoi? Huna adabu kijana? Yaani badala ya kuambia watoto wanipishe, wewe unaona ni vyema kuniburudhi? Akang'aka mzee. Hapo kondakta akamkemea, wacha ukorofi wako mzee. Kwa taarifa yako, hao wote wamekushalipa nauli kamili kama utakayolipa wewe. Sasa gozigozi la nini? Lipa hela tu mzee. Akafoka kondakta. Sasa pesa ndizo zinakufanya uninyanyase? Kumbuka mtoto ni mtoto tu, hata ikiwa ana pesa kumshinda mzee, heshima ya mzee iko pale pale. Maneno hayo yalimuingia yule kondakta akasema, hayo semayo ni kweli, lakini ninachotaka ni pesa. Na kiti je? Akauliza mzee. Ngoja niwaulize wenyewe, eti wanafunzi mtasimama? Akawauliza. Hakuna hata mmoja aliyejibu. Mzee kuona hivyo akasisitiza, mimi nami silipi nauli mpaka nipate kiti kwanza. Abiria watu wazima wakamuunga mkono. Kondakta alipoona hivyo akamshika mtoto mmoja mkono na kumwambia, simama umpishe mzee.
Kwa kunionaje? Kwani nimelipa nauli pungufu? Pesa yangu itarudishwa? Potea huko. Unaona mzee? Akasema kondakta. Kijana hataki kukupisha, nami nimepokea pesa yake, tena nauli kamili. Katika hali hiyo sina la kumfanya. Haiwezekani, akajibu mzee kwa hamaki. Haiwezekani vipi? Wewe hujui kwa kila kitu ni pesa? Hapa mjini kila kitu ni pesa tu. Yaani dunia imefikia hapo? Basi wazee tutaipata. Akasema. Sasa hasira yake ilikuwa imepoa kidogo. Baadhi ya abiria watu wazima wakasema, maneno ya kondakta ni kweli. Lakini wengine wakasema, kweli gani? Mambo hayapaswi kuwa hivyo. Ndio maana ulimwengu wetu wa siku hizi umejaa laana. Magonjwa yasiyotibika, madawa ya kulevya, kumomonyoka kwa maadili, hali mbaya ya hewa na majanga mengine mengi makubwa ni matokeo ya laana hiyo. Abiria mmoja aliyekuwa kavaa mavazi ya kichungaji akasema, Mungu ametuagiza kuwatii baba na mama zetu ili siku zetu ziwe nyingi na tupate heri hapa duniani. Sasa tafrani iliyopo baina ya watoto na wazazi ndio chanzo cha kukosekana maisha bora na marefu. Watoto wanakatika wakiwa wabichi. Si laana hiyo? Tumrudie Muumba na maagizo na amri zake ili tupate heri. Wakati mazungumzo haya yakiendelea, mama mmoja wa makamo ambaye mpaka sasa alikuwa hajafumbua kinywa chake kunena lolote, akainuka na kutoka kitini kwake taratibu. Abiria wote walioweza kumuona wakamkazia macho kwa mshangao. Wote, wakubwa kwa watoto, walidhani kaamua kumaliza sakata hilo la aina yake kwa kumpisha kiti mzee. Badala yake akamwendea mtoto aliyekataa kwa kumpisha yule mzee. Akakataa kata kufanya hivyo, akitoa maneno makali. Mwanamke alipofika karibu na mtoto huyo, alimwambia, mwanangu, nakusihi mpishe mzee akae. Mimi mama yako nakuomba. Mtoto akakataa kwa kutingisha kichwa na kuinua mabega yake kidogo. Hakusema neno lolote. Aliashiria kutokubaliana naye. Hata hivyo yule mama hakukata tamaa. Alizidi kumwambia, nakuomba usimame mwanangu. Kama ni hiyo pesa yako, nitakurudishia yote. Tena mwanangu, nitakupakata ili usipate tabu. Mwanamke aliyasema maneno hayo kwa sauti nyororo yenye kujaa upendo halisi wa kimama. Alipoyasikia, aliinuka mara moja pasipo kusita. Mzee naye akakaa bila kuchelewa. Kisha mwanamke akamshika mtoto, akamuongoza kuelekea kwenye kiti chake. Msikilizaji, endelea kusikiliza riwaya ya Heri. Walipofika pale, mwanamke akataka kumpakata, lakini mtoto akakataa akisema, hapana mama, nisikusumbue. Nitasimama tu. Kwa kweli mimi napenda sana kuwaheshimu watu wote, na hasa wazee. Lakini wazazi wetu ndio mnatunyima upendo wa kweli, ambao ni haki yetu. Mtoto gani atakataa upendo? Alipotaka kumrudishia pesa alizotoa kama nauli, pia alizikataa. Akaendelea kusimama wima mpaka alipofika kule alikokuwa akienda. Watu wote wakashangaa kwa jinsi mtoto yule alivyoweza kumtii yule mwanamke kirahisi. Abiria mmoja akamuuliza, kwani huyo mtoto mnafahamiana? Hapana, akajibu. Tumekutana tu humu ndani ya basi kwa mara ya kwanza leo. Hanijui, simjui, akaongeza. Maneno haya yakazidi kuwashangaza wote. Abiria mmoja akasema,
Mimi naona sisi wazazi ndiyo tumewaharibu watoto wetu. Tumewadekeza mno. Sasa hawafai kwa lolote. Mimi mtoto wangu hawezi kufanya haya. Kiboko kitatembea mpaka akome. Abiria wa pili akasema, kiboko kitawatia usugu, atageuka majambazi. Tena ungejua ulimwengu unakokwenda, usingesema hivyo. Wazazi tutatungiwa sheria ya kutowachapa watoto, wawe wa kwako, wa kuzaa au vinginevyo. Wenzetu huko Ulaya hawaruhusiwi kuwachapa watoto. Abiria wa kwanza akajibu, kiboko kwa mtoto ni lazima. Hata Biblia imetueleza hivyo. Sijui Korani inasemaje. Wakati mazungumzo hayo yakiendelea, mwanamke aliyefanya mtoto ampishe mzee akasema, ingawaje watoto wa siku hizi wanaonekana kuwa wabaya, jambo hili si kweli. Ukweli ni kwamba ubaya tunao sisi wenyewe tulio watu wazima. Watoto wanauiga tu, yaani wanauna akili ubaya kama vile vile ifanyavyo mashine ya kutoa vivuli vya maandishi. Kwa mfano, watoto wanastahili kupata upendo kutoka kwa wazazi na walezi. Kwa bahati mbaya, hicho sicho tunachowapa watoto wetu. Wautoe wapi? Wasipoona heshima, kweli na uaminifu kwetu, wao wavitoe wapi vitu hivyo? Akahoji yule mwanamke. Mwanamume mmoja aliyekuwa kaketi karibu naye akajibu, maneno yako na ya yule mtoto ni kweli na sahihi kabisa. Lakini kinachonitatiza mimi ni kujua chanzo cha yote haya. Ni nini chanzo cha upotovu tunauona kwa watoto na wakubwa katika siku zetu hizi? Akauliza. Kwa maoni yangu mimi, naona pesa zimechangia sana kupita kitu chochote kile. Pesa tumeiweka mbele mno. Wakubwa wanataka pesa, watoto wanaitaka pia. Matokeo yake, pesa imeondoa heshima, pesa imeondoa uaminifu, pesa imeondoa ukweli, pesa imeondoa upendo, na pesa imeharibu kila kitu kilichokuwa chema katika jamii. Yanayotendwa na wakubwa na watoto katika harakati ya kuzitafuta na kuzitumia ni vituko. Sasa tufanyeje? Akauliza yule mwanamume. Naamini kuwa sisi watu wazima tukijirekebisha yote yataondoka tu. Yule mwanamume akajibu, hayo ni kweli bibie, lakini mtoto ni mtoto tu siku zote. Asipokubali kuwa yeye ni mtoto, akatafuta kuwa sawa na wakubwa, basi kwa vyovyote ataumia. Yule mwanamke akasema, tangu lini wanaume mkakubali makosa? Nifahamuvyo mimi, sisi wazazi hatuna muda wa kukaa na watoto tukajua tabia na mienendo yao. Hatuna muda wa kuwaeleza na kuwaelimisha namna kuyakabili maisha. Wakikosea, tunakuwa wepesi wa kuwakosoa, kuwafokea, kuwalaumu na kuwatolea amri juu ya nini wafanye pasipo kuwaelekeza kwa vipi na kwa nini. Heri tungekuwa na muda wa kutosha kuwaelewesha, lakini muda hatuna. Kisa tunazisaka pesa, na tukizifuma tunatumia muda mwingi katika kuzitumia. Zikiisha tunaanza upya kuzisaka. Basi mambo yanakuwa hayo hayo, miaka nenda miaka rudi. Wakati mjadala ulipokuwa umepamba moto na karibu kila abiria akitaka uendelee, basi lilifika kituo cha mwisho. Kila abiria akalazimika kuteremka ili kuliwezesha basi lile kurudi kule lilikotoka. Heri, ambaye pia alitamani kushiriki, alilazimika kuteremka kwa unyonge mkubwa. Juu ya yote alikuwa kishachelewa. Kwa kuzingatia hilo, mara baada ya kuweka mguu wake chini, alitimka mbio kukimbilia shuleni. Hakusikiliza tena nini kiliendelea nyuma yake. Mwendo kasi wa Heri ulipunguzwa hatua chache tu kutoka kituoni.
Hapo aliona umati mkubwa wa watu. Katikati ya kundi hilo la watu, alimuona kijana mmoja mwenye umri kati ya miaka 25 au 30 hivi, amelala katikati ya barabara. Damu nyingi ilikuwa imetapakaa barabarani. Harry alishtuka sana. Akajua kuwa imetokea ajali na mtu kagongwa. Wakati anajiuliza kama huyo kijana atakuwa yu hali gani, akamsikia kijana mmoja akisema, "Kesharudisha namba huyo, magari mchezo." Mzee mmoja naye akasema, "Sisi zamani tukiogopa simba mnyama, lakini baada ya mji huu kujengeka na kupanuka hivi, simba wote walikimbilia maporini na vijijini. Sasa sote tunaogopa hawa simba wa kisasa, simba wa mjini. Hawa wanaturarua kweli hawa." Mzee wa pili naye akadakia, "Naam, tena watatumaliza hasa. Heri hao simba wanyama kuliko hawa wa siku hizi. Hawa hawana cha mchana wala cha usiku, kila saa wamo tu. Simba mnyama hata ukiwasha moto anakukimbia, lakini hawa wa kisasa hawana hili wala lile. Hawana cha abiria wala dereva nakwambia. Sisi waenda kwa miguu ndio kabisa. Ukijali sheria na kwenda kwa tahadhari, utakumbwa na asiyezijali." Kwa haraka yake, Harry hakuweza kuchunguza ili kujua chanzo cha ajali hiyo. Ili mlazimu apite haraka ili awahi shuleni. Akakimbia, hakugeuka nyuma hadi akaingia kwenye eneo la shule. Msikilizaji, endelea kusikiliza Harry. Shule anakosoma Harry iko katikati ya jiji la Fanaka, mji mkuu wa nchi ya maendeleo. Nchi ya maendeleo ni miongoni mwa nchi changa ambazo kwa miaka mingi ya nyuma uchumi wake ulikuwa ukisuasua sana. Pato la wastani la wananchi wake lilikuwa chini mno. Sasa kwa miaka michache iliyopita pato hilo limekuwa likikua kwa haraka. Ikiwa pato la taifa linakuwa, kwa nini wananchi wasihisi mabadiliko yoyote dhahiri katika maisha yao ya kila siku? Na ikiwa pato linakuwa, kwa nini hali ya maisha ya kila siku iko jinsi ilivyo miongoni mwa watu? Shule mbovu, watu hawana ajira, watu hawana mahali pa kulala na mambo mengine kemkem. Tija ilikuwa ni shule ya pekee jijini Fanaka. Ilijengewa ukuta wa matofali kuizunguka. Ukuta huo ulipambwa kwa nakshi za ajabu. Juu ya ukuta kulikuwa na nondo zilizopakwa rangi ya dhahabu. Lango kuu la kuingilia shuleni lilikuwa na rangi 7 zilizolifanya lionekane kama upinde wa mvua. Juu ya lango lilikuwa na maandishi makubwa yaliyoandikwa kwa ustadi wa hali ya juu kwenye bango kubwa. Maandishi hayo yalisomeka hivi: Shule ya msingi ya pekee ya Tija. Yote yaliandikwa kwa rangi ya dhahabu safi. Harry alipofika langoni, alikutana na mwalimu mmoja ambaye alimuuliza, "Umechelewa wapi kijana?" Harry hakumjibu. Badala yake akakimbia mbio kuelekea darasani. Sura ya nje ya shule ya msingi. Sura ya nje ya shule ya msingi Tija haikushabihiana hata kidogo na sura ya ndani ya shule hiyo. Kama nje kulipendeza, ndani kulichukiza. Kwanza, rangi za kuta zote za madarasa na ofisi za walimu zilikuwa zimepauka mno, na baadhi ya maeneo ya kuta kuchimbika. Mbao za milango na madirisha zilikuwa zimeliwa na wadudu na kutobolewa. Zaidi ya yote, ingawa hakuna mwanafunzi aliyeketi chini, viti na madawati havikustahili majina hayo. Katika darasa moja, viti na madawati havikufanana. Kwanza kulikuwa na madawati makubwa yaliyokaliwa na wanafunzi 3 watatu, mengine 2 wawili.
wapo waliokalia vidawati vidogo vya mtu mmoja mmoja, mfano wa kijimeza. Kuna walioleta viti virefu, mfano wa vile vya kwenye mabana kuvitumia kuandikia badala ya madawati. Viti halikadhalika vilitofautiana toka benchi la watu 5 hadi kiti cha mtu mmoja. Wengine walitumia viti vidogo vya kienyeji vya kuchonga viitwavyo vigoda na kadhalika. Kwa hali hii, darasa halikuonekana kama darasa. Inasemekana kwamba mhisani aliyejenga ukuta wa kuizunguka shule alipoombwa kuisaidia kutengeneza ndani ya shule ili ishabihiane na huko nje, alikataa akisema, hapana, hilo wazazi wanaliweza. Kama mtu mmoja anaweza kuharamia ukuta wa shule, maelfu ya watu watashindwaje kuikarabati shule yao moja? Ni kazi ya uongozi wa shule kuhamasisha wazazi. Wataweza tu, kwa nini wasiweze? Tangu jibu hilo lilipotolewa, imekushapita miaka 2 sasa. Hali ndani ya shule imekuwa ikizidi kuwa mbaya mpaka kufikia hapo ilipo sasa. Msikilizaji, endelea kusikiliza. Heri. Heri aliingia darasani mwake akiwa amechelewa sana, tena mno, kinyume na desturi yake. Alikuta mwalimu akimaliza kufundisha somo la hisabati. Japokuwa mwalimu huyo alisifika sana kwa ukali wake wa kupindukia kwa wakosaji. Kwa kosa hili la Heri, alijifanya kana kwamba hakuliona. Alipoingia hakumsemesha neno. Aliendelea kufundisha tu. Jambo kama hili halikutazamiwa kabisa. Mwanafunzi mmoja kuona hivyo, alimnong'oneza mwenzake, mwenzetu Heri ana kismati na kuambia, ingekuwa ni sisi wenye damu ya kunguni, tungecharazwa viboko au kupelekwa kwa mkuu wa shule kwa hatua kali zaidi. Mwanafunzi mwingine akanong'ona, kumbe mwalimu Shehe naye ana wanyonge wake. Kina fulani hawawezi, ila sisi wanyonge wake. Watatu akasema, wanyonge wanajinyonga wenyewe, siku nikichelewa mimi athubutu. Wanne naye akasema, hapo kuna kitu, si bure mambo haya. Hakuna cha kismati wala ubabe hapo, lazima lipo jambo. Shehe hana nani wala nani. Kelele hizo za nini? Akafoka mwalimu Shehe, ambaye jina lake halisi aliitwa Zubeda. Jina la Shehe alipewa na wanafunzi kutokana na ukali wake wa kupindukia kwa kila mtu, wanafunzi kwa walimu wenzake. Mwanafunzi akichelewa katika kipindi cha mwalimu Zubeda, hakuingia kabisa mpaka kiishe na mwalimu atoke nje, ili kuepuka tafrani ambayo ingetokana na kosa hilo. Tena siku nzima hiyo mwanafunzi kama huyo alihakikisha anamkwepa mwalimu Zubeda kwa siku 5, asije akamuuliza kwa nini ameingia vipindi vingine akatoroka chake. Alikuwa na kumbukumbu kali kuhusu wakosaji. Alishika kichwani mwake mwanafunzi gani katenda kosa gani, mahali gani, saa ngapi na siku gani. Alipomkamata mkosaji, alimwadhibu papo hapo mbele ya wote. Vitendo hivyo ndivyo vilivyoua jina Zubeda kwa wanafunzi wake. Mwalimu Shehe alipofoka, mwanafunzi yule yule aliyekuwa kadai kwa siku ya kukamatwa na kosa ataweza kumkabili mwalimu vilivyo, akawa wa kwanza kusema kwa sauti kubwa, samahani mwalimu, ni hawa wasichana mwalimu. Majirani zake wote wakacheka kwa sauti kubwa. Mwalimu Zubeda, ambaye hakuwa amemsikia hapo awali alichokisema, akafoka tena, na nyinyi mnacheka nini? Njooni hapa mbele. Wanafunzi wawili waliokuwa wameonekana wazi wakicheka wakatoka na kufika mbele ya darasa. Akawachapa viboko viwili. Kipindi kikaisha akatoka.
Wanafunzi wote wakashusha pumzi kwa nguvu, utadhani walikuwa wakimuigiza mtu aliyechoka. Baada ya kipindi hicho cha kwanza kumalizika, aliingia mwalimu mwingine wa kipindi cha pili. Siku ile walimu waliingia katika vipindi vyote, kwani wengi walikuja kwa matumaini ya kupokea mshahara siku ile. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Wakati wa mapumziko mafupi ya asubuhi, wanafunzi na walimu walitoka madarasani. Walitumia wakati huu kujipatia chai na vitu vidogo vidogo vya kutafuna. Heri hakutoka darasani, alibaki ndani akiwa ameketi kwenye nafasi yake. Mawazo yake yalionekana kuwa mbali. Alikuwa amejishika tama kwa mkono wake wa kushoto. Hakuweza kusoma wala kuandika chochote. Wasichana wawili waliingia mle darasani. Mmoja wao akamwita kwa upole, "Heri, vipi? Mbona hivyo, unaumwa?" "Hapana Pendo, siumwi," akajibu. "Sasa vipi? Mbona hivyo mwenzangu? Fanya basi tukapate vitafunio. Kisha mimi leo nitakunywa maji ya ukwaju." Msichana wa pili aliyefuatana naye akacheka kidogo, kisha akasema, "Sio vitafunio bwana. Mwalimu alisema ukisema vitafunio ni meno yako. Vinaitwa vitafunwa." Nimeshasahau mwenzio, lakini si umenielewa?" Wasichana wote wawili, Pendo na Loana, wakacheka na kukereza. Hata hivyo, Heri alionekana kutowasikiliza. Ndipo Pendo akauliza, "Twende wapi leo? Kwa shehe mgawani au turuke ukuta kabisa?" Swali hili lilionekana kumuudhi Heri kwa upande mmoja na kumwaibisha kwa upande mwingine. Hali hii ilijionyesha wazi juu ya sura yake. Alikaa kimya, kichwa akakiinamisha kidogo. Loana alipoona hivyo akasema, "Pendo, ngoja niwaacheni, nisije nikaula wachuya." "Haya, tunakuja na sisi," akaitikia Pendo kwa furaha. Kitendo cha Loana kuacha wawili peke yao kilimfurahisha Pendo. Aliamini kuwa Heri hakumjibu lolote kwa sababu Loana alikuwepo na kwa vyovyote vile asingeweza kukidhi mahitaji yao wote wawili. Alijua uwezo wa Heri kifedha ulikuwa mdogo. Mara nyingine alilazimika kumridhisha Pendo kwa kumpa pesa yote aliyokuwa nayo. Akashinda bila kula chochote shuleni. Loana alipokushatoka nje, Pendo akasema, "Hebu nijibu basi Heri." Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Heri. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abedi.